Hamisi hoye! Hamisi hoye! Ruto hoye! Zalendo hoye! Ndugu zangu watu wa Hamisi, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kushukuru Mungu wa Taala, mimi nataka nitoe shukrani zangu za dhati ninyi kuweza kuacha shughuli zenu na kuwa na sisi hapa kwa muda mfupi. Vile nataka nitoe samahani, nilikuwa nije mapema kidogo, lakini kwa sababu za dharura nimechelewa. Nataka nitoke hapa niende Tagawanda alafu niuliza Mombasa. Nilikuwa katika sehemu hii karibu wiki nzima. Malengo na madhumuni, ndugu zangu, mimi si mgeni kwenu. Mimi nimekuja kwenu kama nilivyoenda kule kwa wengine, ni kwamba nimekuja kuwasalimia, nimekuja kuwajulia hali. Na malengo makubwa ni kwamba wengi ukaa wakizunguka wakisema Sharifu hayupo, Sharifu asimami, Sharifu imekufa. Nataka kuambia mimi sijafa, mimi niko ukiwa hai na uzima. Inshallah ikifika mwakani niko tena, nitawania kiti cha ubunge Lamu Mashariki. Ndugu zetu wengi wa sehemu nyinginezo ndio wamenifanya mimi nirudi huku kuja kwenu tena kwa sababu ya hili. Lakini nikasema na nyinyi ndugu zangu pia nije na nyinyi kwenu niwafahamishe, ili asije mwingine baada ya mimi akaja kuambia mengine ambao sio. Yale ambao mumeyaona katika miaka minne nyinyi ndio mumeyaona, mimi sitaki kuzungumza kitu. Na yale mliyaona kwangu mimi mliyaona, sitaki kusema kitu. Kwa hivyo sasa nyinyi mna maamuzi kidemokrasia na kikatiba, ikifika baada ya miaka 5 kufanya maamuzi. Mimi naamini kwamba nyinyi ndugu zangu hapa nyumbani, niko na marafiki, niko na mandugu. Na naamini kwamba mimi ninaposimama mbele yenu nahisi kwamba mimi ni mbora zaidi kuliko wale wengine. Na naamini pakubwa na kila hisa ya kujifakhiri hapa mimi kuliko wale wengine. Kwa hivyo ndugu zangu, ninachowaomba kuweni makini na kuweni na utulivu. Tufanyeni siasa za amani. Undugu ni kufaana, undugu si kufanana. Hata kama mtu ni ndugu yako, lakini madamu hakukufaa, basi hajakuwa ndugu yako. Kwa hivyo zile porojo nyingi zote pengine saa hizi ndio watakuja ni mtu akifanye kwamba haya sasa nakujua, haya sasa wewe ni hivi. Lakini jua tu kwamba nikupata ule muda, kwamba alipata ule muda kwa kuhudumia na kutambua kwa mani wake hakutambua. Lakini kwa sababu ya sasa kuna jambo linakuja na liko mwakani na haja yake akuja kwa namna zote, kwa mapana na marefu, pengine kwa urongo na ukweli. Kwa hivyo mimi tu na soha zangu ni muweni na tahadhari, kwa sababu ndugu zangu, uongozi na siasa ni maisha. Msikubali kudanganywa na mtu ambaye atakuja kuharibia tena maisha yenu ya miaka 5 ijayo. Nyinyi ni familia, mwazaa watoto hawa. Watoto wataka kujiendeleza kimasomo, wataka kujiendeleza kimaisha, watu wataka kujiendeleza kimambo. Nyinyi wataka kubadilisha hii miji kwa mambo kadhaa na kadhaa, bila ya kuwa na rafiki yenu ambaye yuko karibu na nyinyi. Ikiwa mna jambo lolote uko tayari kusimama na nyinyi, utakuwa mmepoteza ile miaka 5 birashi ambayo kwa haina maana, eti kwa sababu huu ni ndugu yetu, kwa sababu ni Mungu wa sasa. Hawa mandugu na nani hawa saa nyingine ndio jibala, kila mmoja yuangalia maslahi yake. Utapata saa nyingine ni mtu ajinabi wa kando ndio kufaa kuliko leo wako wa karibu. Kwa hivyo mimi na suha zangu hizo, ndugu zangu, sina tatizo na mtu, sina vita na mtu. Mimi nimerudi nikiamini pakubwa niliyoyafanya. Kuna mengine nilikuwa niamalize, lakini kwa bahati mbaya na kwa sababu ya Mwenyezi Mungu alivyonijalia nikatoka. Mimi hapa nikisimama naona kuna stima hapa, na nijitahidi nikahakikisha kwamba hamukai giza hapa. Mwingine pengine aje awambie na mimi hapa nina fakhri nilifanya hili nilifanya lile. Mwingine aje awambie bana, mimi hapa si usiku si mchana, mkiwa na matatizo niko na nyinyi. Na hilo ndilo muhimu kuhakikisha kwamba kiongozi yule ambaye wakati wote mna mtu ambaye mweza kumfuata. Kwa mfano ni Badi tuna matatizo kadhaa, ni Adija, ni mwingine ambaye atakuwa tayari kusimama na nyinyi, na yeye ana mtu ambaye wakati wote mkiwa na matatizo yuko tayari kusaidiana na nyinyi. Lakini mimi naamini pakubwa kwamba haya mmeyakosa kwa muda mrefu. Hakuna wala mtu hawezi kusimama hapa kanambia lolote, kwa sababu mimi nafuatilia na najua hakuna ukaribu wa aina yoyote kwa nini.
Kwa hivyo msije mkadanganyika, muna maisha kesho ya watoto na yenu wenyewe. Mimi kwa haya machache, ndugu zangu, naomba uniruhusu niende mpaka Wanda, niendelee saa nyingine, lakini tutakuja hapa na tutaendelea kutembea pamoja inshallah kwa lolote hapo. Kwa yote, kwa haya machache, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.